pia unatakiwa usimamie vitu vitatu ili useme kwamba wewe unaongoza ligi ambayo inafanikiwa. Iangalie kwenye vitu vitatu. Je, kuna usawa, kuna mambo yanafanywa kwa usahihi? Hilo moja. Pili, hadhira ambayo unaiongoza, mashabiki na wanamtazamo chanya kuhusu kile ambacho kinasimamiwa na wale ambao unawaongoza. Tatu, je, mahala ambapo unapaongoza pana usafi? Yani hatuwezi tukakuta makando kando mengine. Sasa kiuhalisia ukitizama mpaka hapa, kiukweli katika sifa tatu ambazo nimezitaja, walau sifa mbili nina uhakika kwenye hawa ambao wametakiwa kujiuzulu zinakosekana moja kwa moja. Kwanza, hakuna usahihi kwenye maamuzi ambayo wamefanywa, hilo ni moja. Lakini pili, mtazamo wa walio wengi kuhusu wale ambao wanatuongozea mpira wetu ni kwamba wanaonekana ni watu ambao hawana ubora katika kile ambacho wanakifanya. Yani reputation ya wanaoongoza mpira wa Tanzania kiukweli sio nzuri. Yani ule mtazamo tu, general outlook ya watu ambao wanaupenda mpira, wanaishi mpira katika nyanja tofauti tofauti, mashabiki, sisi ambao tuko kwenye vipaza sauti kama wachambuzi, kiukweli reputation sio nzuri, na tusidanganyane kwamba ni nzuri kwa sababu sio nzuri, Maulidi. Kwa hiyo kama hivyo vitu vinathibiti na wewe unakuwa ni mtu ambaye unakuwa kwenye nafasi ya juu kwenye uongozi wa taasisi, usikubali vitu kama vikao vinatokea. Yani kwa nini ukubali sifa muhimu ambazo unataka kuzisimamia ziwe zinakosekana? Kwa sababu katika vitu vitatu walau viwili hapo vinakosekana. Siwezi kuthibitisha la tatu kuhusu usafi, sababu mambo ni mengi. Lakini FIFA wenyewe tuligundua kwamba FIFA haikuwa safi ya Sepp Blatter. Mambo yalikuwa ni mengi na wewe mwenyewe unakumbuka kilichomtoa kwenye madaraka yake. Lakini hivi viwili nina uhakika kwamba bodi ya ligi kuna mahala ambapo wamefeli, na ndo hapo ambapo nimepataja. Hawakuwa sahihi kwenye kutafsiri kanuni ambazo walitakiwa kuzisimamia, lakini pia kuna mtazamo hasi ambao ulikuwepo. Yani mtazamo hasi kuhusu viongozi sio tu kwenye bodi ya ligi, hata kwenye shirikisho lenyewe haujawahi kuwa mzuri kwa kiasi kikubwa, lakini baada ya kilichotokea hivi karibuni, Maulidi, ndio imezidi. Sasa unapokuwa kiongozi, ukiona hivi vitu vinatokea, ujue kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa, na wenyewe wenye mpira wanajua, na ndio maana kauli kama hizi zinatumika ili uweze kupata namna ya kujitathmini. Unajitathmini kupitia vitu kama hivi. Kwa hiyo kiukweli kuna vitu tu havipo sawa na hatuwezi kuviepuka, na hatuwezi kutafuta maneno ya kuzunguka wakati ukweli unaonekana kwamba vitu havipo sawa tu.